Habari ya saizi ndugu zangu Tanzania na habari ya saizi ndugu zangu waandishi wa habari. Nazungumza kwa jina naitwa Musa Juma Kiluka, driver wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ni katibu mkuu wa Taasisi ya Taifa ya Madereva Malori Mabasi na IT. Nazungumza nikiwa Kasumbalesa, DRC. Ndugu zangu viongozi, kwanza nitoe hali halisi iliyopo Kongo kwa sasa Kongo hali inaendelea kuwa shwari, lakini hapo jana na juzi hali ilikuwa tete sana kutokana na vurugu nyingi zilizokuwa zikitokea maeneo ya Kolwezi, maeneo ya Likasi, Tengefungurume mpaka kuja maeneo ya kutafuta Lubumbashi. Hali ilikuwa ni tete sana. Baadhi kulikuwa na magari yanaendelea kuchomwa, mengine yanapigwa mawe, watu wanapigwa mapanga. Wale ambao walikuwa wakionekana kuvaa uniform za kazi kwenda katika migodi ya Wachina kwenda kufanya kazi za Kichina na ni kazi za migodini. Kwa hiyo kitendo kile kilikuwa kinawachukiza jezi wa Kikongo, ambayo nadhani kwao kulitokea conflict baina ya serikali na wao kutokana na uchimbaji wao mdogo. Aidha kulikuwa kuna kutoelewana baina ya wachimbaji wadogo, wawekezaji wenye migodi wa China. Kwa hali hiyo ikatokea msuguano mkubwa sana ambao ilipelekea sasa watu wale wachimbaji wadogo waamshe vurugu, ambayo walihisi kwamba vurugu zile zitapelekea kupelekea hisia zao serikali iweze kuelewa kwamba wamechukia kwa baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kutendeka dhidi yao. Sasa kitendo kile kimewaathiri sana madereva wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na madereva wa nchi nyingine tofauti. Kwa mantiki hii ilipelekea sasa gari zote kusimama kwa takriban siku 3 mpaka hivi leo ndio tumepata taarifa za ruhusa kutokea kwa kiongozi wa community ya Likasi kwamba kuanzia Likasi mpaka Tengefungurume pako salama, gari zinaweza kwenda. Lakini huko nyuma hali ilikuwa ni tete sana. Watu wengi wameumizwa, hususan wale ambao walikuwa wakionekana wanaenda kufanya hizi kazi kule kwenye mine. Sasa wale jenzi walikiwaona watu wamevaa reflectors, buti na helmet wanakwenda kufanya kazi migodini, basi kunatokea na vurumai kubwa, kupigwa, wengine wanakatwa mapanga, wengine wanaburuzwa. Sasa hali ile ilipelekea utata mkubwa sana. Kiukweli tumejaribu kuwa wavumilivu kwa kiwango kikubwa, kwa sababu tabia hii sasa Kongo imekuwa kama uzoefu, tumezoea. Kila likitokea Kongo mahali fulani, kukitokea vurugu hizi za mabishano baina ya wananchi na wenye migodi, serikali na wananchi wao, basi vurugu zile huwa zinawarudia madereva wa nchi zote, wale ambao wanatoka Lubumbashi kuelekea Kolwezi au kutoka Lubumbashi kuelekea Likasi na mahali kwingine katika ile njia ya jimbo la Lualaba. Kwa kweli wanapata kadhia nyingi sana. Sasa katika kadhia hizi zinawapelekea madereva wengine kupoteza mali zao kwa kunyang'anywa na wale wavamizi, wananyang'anywa vyakula, wananyang'anywa nguo na mambo mbalimbali ambayo yanasibu kiukweli. Sasa katika hali hii inawafanya madereva kwa kweli wanakuwa attention, kwa sababu hali si nzuri kwa kweli Kongo. Utekaji upo tena mwingi tu, watu wanatekwa na magari yao na kopa, wengine wanatekwa wanapelekwa mapolini. Sasa hali hii kwa kweli ni ngumu sana hususan katika nchi ya DRC. Kwa sisi madereva wa mataifa mbalimbali tunaokuja humu kuleta mizigo ya madawa, vyakula, lakini pamoja na nyenzo zote za maendeleo ya nchi ya DRC, tunapata ugumu sana wa kuweza kufanya shughuli zetu. Kiukweli inatupelekea tunakuwa na mazingira magumu, na ukizingatia sasa kama sisi tunayotoka katika nchi yetu ya Tanzania, kwa kweli hata income yetu ni kidogo, uchumi wetu, income yetu ni kidogo. Kuna watu wengine katika makampuni yao wanapewa Tanzania shillings and then wanakuja kuzichange kuwa dola. Sasa katika matumizi ya kuleta kwenye faranga hela inapungua.
kwa sababu mtu akichange sana sana kapata dola 200, 300 au 400. Katika hizo pesa sasa matumizi ya Kongo ni magumu. Kwa siku moja Kongo unatumia dola 75. Kwa siku moja Kongo unatumia dola 75. Sasa just imagine una dola 300 au 400 na unatakiwa kukaa Kongo siku 30 au siku 60. Kwa sababu kuna kushusha mzigo, after then order itafutwe ipatikane, then uende ukapakie, ukishapakia ndio uanze safari ya kuja tena Tanzania. Mazingira yote yale yanakufanya wewe uishi katika matumizi ya hiyo dola 100.